Chapesa. Kama ilivyo ada, ukiona nimeshika hiki kitonge basi jua na kufikishia habari za kimichezo na burudani. Hii ni Chapesa Media. Pembeni yangu nimemtembelea tena leo Mr. Zagalo, mwana Yanga, mwanachama mkereketwa wa Yanga Africa. Leo hii yuko na vibe la kutosha. Anasema tamasha la jana lilikuwa la kitoto. Leo wao ndio wameamua kuuzima mji na kuwasilisha duniani kuwa sisi ndio Yanga Africa. Tunajaribu kuwafundisha wanasimba kile walichofanya wao, wamefanya kwa udogo wao, ila sisi kama wakubwa basi tumefanya kitu ambacho tumetengeneza historia ndani ya nchi na nje kabisa ya nchi. Pia atanielekeza chake cha leo zidi ya Eagle ya Kongo atatoboa au yatajiri kama yale ya Simba Sports Club siku ya jana ambayo mwenzie katoka na goli 1-0 amefungwa yeye Simba Sports Club. Baadhi ya wanachama wako wanalalamika na kuona hii timu mbona anatupeleka sehemu sio. Je, yeye atatoka au na yeye atadili ni yale atasema kikosi anakificha ili anaandaa silaha ndani ya dabi tarehe 12. Nipo na Mr. Zagalo, tumsikiliza naye maoni yake kuhusiana na tamasha la Yanga Day. Mr. Zagalo. Naam. Mambo vipi shehe wangu? Safi. Kwema kabisa. Nashukuru. Pilika zinasemaje? Namshukuru Mungu. Mambo yanaenda. Mambo yanaenda. Ulichokiongea jana bwana kimejiri, tuanze na hapa. Ulisema Simba bwana kwa mechi ya leo hana kikosi atafungwa. Ndio mtani kilichotokea. Ndio sahihi. Ulijuaje kwanza? Sina angalia performance ya usajili. Hakuna utabiri sasa hivi, hamna mtu mchawi. Mchawi usajili tu. Hii kikosi cha kuungaunga unaenda kumfuata mtu ambaye ndio alikuwa bingwa mtetezi wa ligi iliyokwisha. Wewe unategemea nini? Mambo mawili yatawaponza sana. Huu mpango wa kutegemea vichwa vya mbuzi kufukia uwanjani na kuwasha moto kwenye viwanja vya watu. Hii itawaponza sana. Mchawi wa sasa hivi ni usajili. Hakuna mchawi mwingine, ni usajili. Fanya usajili kwa umakinifu, utapata unachokitafuta. Lakini usajili wa ujanja huo hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo Simba jana kafeli, usajili zake ndio zimemfelisha. Ndio tumeona, sio ameleta hapa kina Dubia. Mimi nilikwambia jana, Dubia gani anajua mpira? Na ndo wale umewaona goli ili hapa yeye baada ya kichwa kupiga kupeleka golini, kichwa anapiga kurudisha uwanjani. Wanagombea watu wengine, maana yake ameokoa. Na haya yote jana watu wameyaona. Na mtu mdogo sana ndo alokuja aliwaangalia sabu. John Lupia akamwambia mimi nawajua toka Azam na nini niko Singida. Hawa wanatufunga sisi kwa ajili ya ujanja wa marefa, lakini madhali leo nipo huku. Mimi nina kazi nao hao. Majajio. Dakika za jioni sasa kuharibu mipango yote imeenda kuuliwa. Huyo anaua anatoka zake. Na hii ndio inavyokuwa na mwaka huu. Wataisoma namba. Huu ndio mwaka wa mateso kuliko miaka yote. Mwaka huu wataisoma namba. Huu mwaka wa mateso kuliko miaka yote. Kauli ya kusema mwakani tena inajirudia. Dar es Salaam Yanga Africa ni usiseme Yanga bingwa. Sema Yanga bingwa tena. Yanga bingwa? Yanga bingwa tena. Mara 6 mfululizo. Usiseme Yanga. Unajiamini nini sasa Zagalo? Usajili. Sio mwandawazimu. Chambo cha pesa. Huwezi kupata pesa kama huna pesa. Toa pesa upate pesa. Watu wamewekeza kina Zokwa, kina Shaulile, wapo pale. Na mwaka huu mtu amezidi kuongeza uzoefu. Alan Okelo, Starboy. Sasa unafikiri unakosaje kombe? Huwezi kukosa. Na Mzinzi amerudi uwanjani. Ukija ukiangalia beki, nimeleta beki mwingine Kitasa na Jobu karudi uwanjani. Yaani namba ya mtu inatoka mtu unaingia mtu, unatoa nondo unaingiza nondo. Sasa kule watu wa kuungaunga. Tajiri yuko anakuambia pesa ipo benki. Tarajie namba 6 anaingia hapa. Namba 6. Labda mbona alifuta kama namba 6 mbona? Ndio maana kaweka kodi ili awachanganye nini wana. Utambulisho si umeisha jana? Umeisha, lakini bado dirisha halijafungwa. Sawa. Umesikia kauli ya mwisho aliongea pamoja na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi? Alisemaje? Bosi kasema sajili bado inaendelea. Bana hii sajili inayoendelea ndo yale. Siku zote wanasema tui la kwanza. La pili maji. Sisi watu wa pwani tunasema unapotaka kupika wali, tui la kwanza. Ya pili maji. Una maana gani? Usajili wa kwanza ndo watu, ligi inakwisha, mwalimu analeta ripoti. Viongozi mnakaa mnatathmini, mnachanua kama antena za wifi. Wapi tunaweza kwenda kupata kuziba pengo la alilolisema mwalimu? Baada ya kuwa ushafeli tena Dumbia ushafeli, uende ukamtafute mtu mwingine. Sasa hizi kila mtu sikachukua mkataba sehemu yake. Unaenda kumtoa nani? Lakini si Mwambo umemwona jana katambulisha pia. Yupi?
Anarudi yule aliyokufunga Zanzibar. Selemani Mwalimu Gomez wa mchongo anageuka tena, amewaambia wana Simba nipo sana hapo Simba Sports. Machi arudi. Wataendelea. Na ndio maana nilikwambia, huwa nakwambia huwezi kusikia Simba wana madeni ya wachezaji FIFA kwa sababu wachezaji wao wa mchongo. Lakini wale wanaonunua ndio wenye usajili na ndio utasikia wanadaiwa, wanalipa, wanaendelea na watakwambia free agent Simba ndio zinazopatikana. Ndio zinazopatikana na wataendelea kubaki kuwa namba 2 miaka nenda miaka rudi. Hiyo mimi ndio nakwambia. Watabaki kuwa namba 2 kwenda kwa kumnyang'anya Azamu. Hewe ndio wataendelea kwa usajili Azamu. Usajili wa Azamu. Azamu si hatusumbui. Simba namba 2 kweli ataishika kwa sajili ya Azamu? Kashusha vitasa na yeye. Atashika. Anapata kwa sababu yani kama sisi hatujakaa kidete na kumwangamiza ndo wale, kwa sababu wale si mjomba na shangazi. Azam na Simba mtu na binamu yake. Ndio maana huwa anapata namba 2. Lakini ukisema watu wanakaza kibunzi, yule namba 3 namba 4 kabisa. Mimi ndio nakwambia kwa sajili ile si zile za kuokota. Msemaji wao kiongozi wao mmoja alisema wanaokota Temeke Mikoloshoni. Si ndio wale wanaookota kabisa. Wachezaji wakwenda kununua. Uwezi ukateseka namna hiyo. Lazima kuna kitu ambacho unaona muungwana akivulika nguo asimami anachutama. Baada ya kufeli miaka 3 minne tukajiuliza wasema nini? Tunang'ang'ana na kina ndama watoto wa ng'ombe. Hawa sio wezetu sisi. Piga chini lete watu wameweka mpunga. Yanga hiyo hapo hiyo. Yezi zinavaliwa, zinanunuliwa kwa bei ya 45,000. Sio masiala. Leo na watu kwa ushahidi. Hivyo vijola walivyofatua tayari nembo ishatoka na huku mikononi mama ninyonyeshe. Dagala ngona unazidi kuwa muongo. Mimi si kwa ushahidi watu wapo. Logo imetokaje sasa? Logo imetoka juzi tu na kati zimetoka jezi. Sio ndio vijola vya 12 hivyo. Kwani unaona wamevaa wingi, kuna mtu anavaa 45. 45 shehe yangu sio maskhara. Kutoa shilingi 45 jezi 45 ni ipi? Jezi ya Yanga peke yake. Dar es Salaam Young African. Hao wengine Sio nitakutafutia wapi saizi bwana? Hao wengine wana vijola tu. Jezi ni moja tu Dar es Salaam Young Africa. Vijezi ziko sehemu moja tu, vijola ndo vimetapakaa na bei 12,000. Na wakipigwa tarehe 12 tuseme inshallah, basi utakuja kuviona jezi zile zimemwaga, vijola vimemwagwa rangi 3, kongowe, mbande mpaka huko mipekeso utavikuta vinauzwa shilingi 7,000 mpaka shilingi 10,000 tena kwa watu. Lakini amekwambia anatokomeza jezi feki, wao ndo wanaowajumu uchumi kupitia uzabuni wao wanaofanya ufundi. Sasa watokomeze jezi feki, original wanapata wapi? Kuanzia mwekezaji bandia au walio chini waweni mwekezaji bandia wa mchongo. Bwana, jana mtani wako kachezea chuma 1-0. Ndio kagongwa. Ulikuwa unazungumzia na polisi Kenya. Ulizungumzia ule ni lazima akugonge ili ulegee. Wale hawajafungwa wamegongwa, wamepigwa shuruti kabla hujashurutishwa, wamegongwa kwenye vifundo, wamekaa chini wameshuruti. Bwana, leo tamasha nao umeliandaa Yanga Day. Siku ya mwananchi na wewe leo ndo kilele chako bwana, Yanga Sports Club. Unazungumzaje tamasha la Yanga? Je, subiri muda uone hiyo mbungi na kabla ya mbungi sasa kwenye uandalizi wa tamasha peke yake. Umeweza kumpiku Simba Sports Club au Simba bado aendelee kuwa mamba kwa hili? Sasa pale anaendelea kwa juu kwa ubunifu wa nini alioandaa. Sasa kama kweli mimi nilichoka na shangaza wameenda kuwachukua Simba wenzao kuja kuwaleta hapa kuja kualika nao sherehe. Mbona wamewafungia kamba, wamewafungia kwenye kitundu? Ilibidi wawagawanye wale. Waache Simba. Mmoja uwanjani wangekaa kweli. Mmoja akakae kule kwa nani viti maalumu na mmoja akaweko kwa mashabiki washerekee wote Simba Day. Si siku ya Simba. Kwani wale waliofungia mule kina nani? Simba. Sasa kwa nini unafanya ubadilifu? Wao wangewaacha. Huo sasa unyanyasaji wa kijinsia. Kwa sababu wale ni Simba na wao Simba. Ndege wamoja wanaruka pamoja. Sasa kwa nini unawafungia kwenye tundu? Wao walitakiwa waachwe kwa pamoja wazunguke. Hapo tayari ushaona kuna tafaruku. Una utofauti hapo. Saa 1:30 bwana, na wewe una mbungi lako pale. Mbungi la maana. Una mbungi la maana zidi ya Eagle from Congo hapo. Unapambana nayo. Je, matokeo unayazungumziaje kuhusiana na sajili zako? Atapigwa au wewe tena utatoa
Yale aliyomkuta Simba Sports Club. Haya nikuti nilishatoka huko. Nilishatoka huko kabisa. Kwanza watu wataana ile speed umeona ile mijuma ile kwa kule wale walimu wale ile benchi la ufundi. Technical bench. Yaani limefanya kazi ya kinifu. Anagusa, anaachia, anakwenda speed ya ajabu. Gusa, achia, anakwenda speed ya ajabu. Yaani usishangae kwamba watu watakuja kuchezea toto football pale, halafu watu watakuja kushangaa. Mimi sifichi makucha. Napiga huyo na tarehe 12 napiga na tarehe 14 naenda na Mungu napiga. Yaani mechi 3 nimekuthibitishia nitapiga kama walivyokatia tamaa mechi 3 za mwisho za kuchukua ubingwa. Ndivyo nitakaza kufanyia hivyo. Lazima lipigwe. Lazima lipigwe. Wewe leo tutegemea matokeo tena mazuri, mpira yani ball control, ball stamina, ball balance, mpira wa nguvu, wa kasi na wenye kufurahisha. Bwana mimi ndo nakwambia amini yangu ile ndo Dar es Salaam Yanga Afrika bwana. Haiwezekani tajiri katoa pesa halafu watu wachukua watu wa mchongo. Iko kitu hakipo. Haiwezekani. Na ukileta watu kweli ndo unapopata raha. Kwa sababu wengine ndo ulevi wetu, atuvuti bangi, hatunywi pombe, wala sio wazinifu. Mpira. Mimi siwezi kupenda Simba. Mpenzi wako wewe ni Yanga Dar es Salaam Yanga Afrika. Mimi siwezi kupenda Simba. Timu upenda kwako. Kabisa siwezi kupenda ugonjwa wa Sasa nafikiri ningekuwa na mwili, ningekuwa na Simba mimi sasa na mwili. Nishakonda tayari. Nishakonda zamani hivi. Wenyewe ugonjwa wa moyo hawajijua pale walipo. Washaanza kulia ni nao mpaka klipu zao hivi sasa hivi wanasema kabisa tumepigwa. Jamani mechi si tumeona mechi 3 tayari. Hamna sisi tushapigwa. Mnamlilia nani? Kwa kwanza wanamlaumu yule Dumbia. Kauli yule sema Dumbia ni mbaya na ndio kinachotokea. Kwa Dumbia bwana sio mchezaji. Hata sisi tulisajili Dumbia tumempa thank you. Wao wanaanza nimekwambia Jigi Jiala protector ameshatuambia hajawahi kutokea Dumbia akawa mchezaji wa kuweza kuisaidia timu ya Tanzania. Hajawahi kutokea Dumbia akawa anajua kuweza kucheza mpira Tanzania. Ila kwa sababu wenzetu ndo hivyo shobo. Wacha washoboke, na siku zote wanasema shobo lobo. Mwenye kilanga aliliwi. Wacha wapigwe. Tumalize na hili kuelekea kilele cha Young Africa siku ya leo. Unaelekeza vipi mashabiki na kuelekea katika mchezo huu wanaenda kucheza? Wasiwe na wasiwasi wowote. Yaani waende na moyo mkunjufu, burudani. Yaani wawe na uhakika kabisa. Yaani moyo burudani, kama mtu unajua siku ya sikukuu anavyokula pilau na nyama na kachumbari kidogo, mpe na soda baridi. Imeisha hiyo. Bwana mimi nashukuru sana Mr. Zagalo. Bwana tulikuwa hapa Mchikichini kama kawaida tunatembelea matawi ya mashabiki wa Yanga pamoja na Simba Sports Club tukichambua mchezo na matamasha mbali haya yaliyofanyika kati ya Simba na Yanga. Leo tunamaliza tamasha la Yanga Sports Club pale uwanja wa Uhuru. Huyu ni shabiki wa Yanga Sports Club, anasemaje? Mashabiki wenzao, kuleni wali, kuleni futari, kuleni mtori, kila kitu mkae kwa furaha na starehe. Leo Yanga anapindua yale matokeo aliyopewa Simba jana ya kupoteza. Yeye aleti hilo taswira, anakuja kuwashona wana Eagle from Congo. Mimi sina la ziada, nikiripoti hapa Mchikichini tawi la Mbagala Valentine. Niko akuleta ripoti hii. Bye bye. Ciao.